maisha ujana ndani ya ndoa. Na mwingine ameshakata miaka 20. Matokeo unajiuliza, hivi niliolewa, nacheza ngoma, mdundiko huko ndani, kichula, niko ndani. Yaani wewe mwenyewe ukijitafuta kwenye ndoa, ujipati. Unaamua uishi maisha yoyote unayoyasikia. Baba, naomba tuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, tuko mbele zako mfalme wa Israeli. Tunataka tuzungumze na binti yetu maneno machache. Tuna muda mdogo sana, lakini neno moja anaweza kugeuza na kumfanya mtu kuwa na ufahamu na kumsogeza mbele ya uso wako, na baadaye akawa na maisha ya kukupendeza. Asante Yesu, naomba nitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Tuwepo, yani tuwepo. Maana wengine hapa tunawakokota wapo, ila tunawakokota. Yaani kama yupo kama ana baridi, afu ghafla kama ana joto. Afu kama yupo kama anapoteza network. Unajua kwa anapoteza network kwa sababu huenda una aliyekuoa hajarudi siku ya 3. Hajarudi darasa. Haya makicheni pati nilikuwa tunataka tuwekee muziki tucheze ni stress iondoke. Halafu ukirudi unakutana naye stress pale mlangoni. Sio wewe ndio kugusa tu. Mwanangu nikwambie, katika kitabu cha Mithali ule mlango wa 23 24 mstari wa 3 wa 4 na wa 5, Biblia inasema ndoa hujengwa kwa nini? Kwa hekima. Nguzo hiyo ya kwanza. Nguzo ya pili nini pale kwenye Biblia asome? Mimi naye wapo. Nguzo ya pili, na kwa maarifa vyumba vyake vya ndani hupambwa, lakini na kwa ufahamu ndoa huthibitika. Vitu vingapi? Arudi kwako. Ukiwa naenda hivi na kuwekea kumbukumbu kwa yule pale anayenichukua kamera pale. Nikiangalia hivi sana utakuwa unaniona hivi. Alafu baadaye utakuwa unaboreka ukiwa pale sitting room. Mama tukasogeuke na mimi siwezi kukusikia. Ndio maana nakusaidia na angalia yule pale mkaka yule. Na wenyewe wako njiani hao. Wanaoa siku hizi wanaoa. Vijana sasa hivi kama tuna madarasa ya kutosha kuhakikisha tuna